Hamai. Mapinduzi ya Zanzibar, kuanguka kwa utawala wa kisultani na kuanzishwa kwa serikali mpya. Historia fupi. Habari zenu marafiki. Leo tunazungumzia tukio ambalo lilibadilisha kabisa historia ya visiwa vya Zanzibar na kuacha kovu ambalo bado linazungumzwa na vizazi vingi hadi leo. Ni mapinduzi ya Zanzibar yaliyotokea mwezi Januari mwaka 1964. Hii ilikuwa mapinduzi ya haraka, yenye nguvu na yenye vurugu, ambayo yaliangusha utawala wa kisultani baada ya karne nyingi za utawala wake. Hebu tuangalie hali ilivyokuwa kabla ya mapinduzi. Tarehe 10 Desemba mwaka 1963. Zanzibar ilipata uhuru wake kutoka kwa Waingereza. Wakati huo Sultani Jamshid bin Abdullah alikuwa kiongozi. Idadi ya wakazi ilikuwa karibu 350,000. Visiwa hivyo vilikuwa maarufu kwa karafuu na nazi. Biashara ilikuwa mikononi mwa Waarabu na Wahindi wengi. Lakini sehemu kubwa ya wakazi wa asili ya Kiafrika walikuwa wakifanya kazi kama vibarua kwenye mashamba. Hawakuwa na ardhi nyingi wala madaraka ya kisiasa. Malalamiko yalikuwa mengi. Watu walikuwa wakisema, uhuru umetolewa kwa wachache tu, na wengi wao bado wanaishi kama wakoloni wa ndani. Usiku wa kuamkia tarehe 12 Januari mwaka 1964, mapinduzi yalianza. Kundi la wapigania mabadiliko lililoongozwa na John Okello, mtu aliyetoka Uganda na alikuwa askari wa zamani, pamoja na wafuasi wa chama cha Afro Shirazi Party, walianza shambulio. Walishambulia kituo cha polisi cha Zanzibar Tau, kambi ya askari wa sultani na ikulu ya sultani. Mapambano yalikuwa makali na ya haraka. Askari wa sultani walikuwa wachache na hawakutarajia shambulio hilo. Ndani ya masaa 12, utawala wa kisultani ulianguka kabisa. Sultani Jamshid alikimbia kwa ndege na kuondoka visiwa hivyo pamoja na familia yake. Alikwenda kwanza Oman, kisha Uingereza. Asubuhi ya tarehe 12 Januari, Sheikh Abeid Amani Karume alitangazwa kuwa rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Serikali mpya iliahidi kuleta usawa kwa wote. Waliahidi kugawa ardhi kwa wakulima, kuongeza mishahara na kuondoa ubaguzi wote wa kiuchumi na kisiasa. Wengi walifurahia kwa sababu waliona fursa ya maisha bora. Lakini kipindi cha mara tu baada ya mapinduzi kilikuwa na vurugu kubwa sana. Kulikuwa na kulipiza kisasi dhidi ya jamii ya Waarabu na Wahindi waliohisi kuwa walikuwa wamepigwa. Idadi ya vifo ilikadiriwa kuwa kati ya maelfu kadhaa hadi 20,000. Ingawa takwimu halisi bado inabishaniwa na wataalamu wa historia. Maelfu ya watu walikimbia visiwa hivyo kwa meli na ndege. Walihamia Oman, Saudi Arabia, Uingereza na nchi zingine. Mapinduzi hayo yalibadilisha kabisa muundo wa kisiasa na kijamii wa Zanzibar. Yalifuta utawala wa kisultani ambao ulikuwa umedumu kwa karne nyingi. Yalileta serikali mpya iliyotegemea umma na si familia moja. Yalifungua njia ya mazungumzo na Tanganyika na hatimaye kuunda muungano. Miezi minne baadaye, tarehe 26 Aprili mwaka huo huo, bila mapinduzi hayo, muungano wa Tanzania usingewezekana kwa urahisi. Hata hivyo, yalileta pia kipindi kigumu cha hofu, mateso na machafuko ambacho kinakumbukwa na vizazi vingi. Wengi walipoteza ndugu na mali zao. Busara tunayopata kutoka mapinduzi haya ni kwamba mabadiliko makubwa yanaweza kuleta mema na mabaya kwa wakati mmoja. Kama mtu anayebomoa nyumba ya zamani ili kujenga mpya, wakati mwingine lazima uharibu ili kujenga upya. Lakini unapaswa kufanya hivyo kwa uangalifu mkubwa ili usiharibu maisha ya watu wengi. Mapinduzi ya Zanzibar yanatukumbusha kwamba usawa unahitaji mipango thabiti na haki kwa wote. Si kulipiza kisasi tu. Subscribe, kupata
Abeli.